Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kitabu kimoja kwenye Biblia ukikisoma kimejaa mafumbo mengi sana, lakini mafumbo yote unayoyaona kwenye Biblia haina maana ya kwamba hayana maana, yana maana. Mfano, ukisoma kwenye kitabu cha wa Marko sura ya 5 na mstari wa kwanza utaona kuona wakaenda mpaka ng'ambo katika nchi ile ya Wagerasi, na baada ya kufanya hiyo safari wakafika mpaka ng'ambo, tunaanza kuona walipofika wakakutana na mtu mmoja ambaye alikuwa anakaa makaburini, na alipokuwa anakaa makaburini maisha yake yalikuwa ni ya pale makaburini, na alikuwa anaishi kwa muda mrefu sana pale makaburini. Lakini ndugu zake walijaribu kutumia njia ya kawaida, kwa lugha nyingine walitumia njia ya ufahamu wa kibinadamu, wakitaka kumsaidia mtu atoke mahala pale aende mahali ambapo Mungu amemkusudia au wao wenyewe wamekusudia. Lakini walitumia mawazo sahihi ya kumsaidia, lakini walimsaidia kwa namna ya kimwili. Hii inatupa picha, kuna baadhi ya matatizo hayatatiliwi kwa akili ya kibinadamu, na kuna baadhi ya matatizo hayatibiwi kwa mitazamo yetu, yanatibiwa kwa namna ya rohoni. Angalia, mtu amekaa makaburini ni kichaa kwa muda mrefu. Biblia inasema ndugu walipotaka kumfunga, na alikuwa na uwezo wa kujikatakata kama, na alikuwa anakata kamba, na alipokuwa anakata zile kamba alikuwa na uwezo wa kukata kamba, anakata kamba hataki msaada. Na baada ya muda tunaanza kuona, ukija kusoma Biblia utakuja kuona alipomwona Yesu, baada ya hapo msaada wake ukawa umekaribia. Alipomwona Yesu akaenda, mapepo akaenda akamwapisha Yesu, yakamwambia, tuna nini nawe mwana wa Mungu? Tuna nini nawe mwana wa Mungu? Je, unataka kutuangamiza kabla ya muhula wetu? Tunaanza kuona unataka kutuangamiza kabla ya muhula wetu. Kabla ya muhula wetu, ina maana yalikuwa yana muhula kabla ya muhula wetu. Na baadaye tunakuja kuona kwenye Biblia, lakini baadaye ashukuriwe Mungu, msaada ulipatikana. Na msaada ulipatikana kwa namna ipi? Kwa namna njema sana, ambapo Yesu aliamuru yale mapepo yaliyopo ndani ya mtu yule yamtoke mtu yule, na baada ya kumtoka mtu yule yaende katika nguruwe. Na pepo waliokuwepo ndani ya mtu mmoja walikuwa ni wengi. Inatupa picha kwamba kwenye maisha tunaweza kuwa kuna majira tunashughulika na vitu vya kibinadamu, lakini kumbe ndani yake tunashughulika na mapepo mazito mazito. Unaweza kuona kama tunashughulika na tatizo, unaona kama tunatibu tatizo, unaona kama kuna kitu kinataka kuzaliwa hivi, tunatibu tatizo kwa kutumia akili za kibinadamu, lakini kile kitu tunakuta hakizaliwi kwa sababu kumbe tunatumia akili za kibinadamu. Kuna mambo mengine yanaanzia roho. Angalia, mtu huyu alikuwa amejaziwa mapepo mengi, mtu mmoja, na yale mapepo yakatumwa, yakatoka, yakaingia ndani ya nguruwe, na yalipoingia ndani ya nguruwe takriban 2000, na wale nguruwe wote walifariki pale pale. Hebu waza, pepo wakaongoza nguruwe wakaenda kafariki. Hao pepo wameweza kukaa ndani ya mtu kwa miaka ya kutosha. Je, mwili wa mtu ni nini? Na lazima tuwaze kwamba je, mwili wa mtu ni nini? Mwili wa mtu unaweza kuhifadhi viumbe vizito sana, na ndio maana unaweza kuona tatizo lako wewe ni dogo, usaulifu. Kuna sehemu unapomang'ang'ania tu kukaa, kumbe tatizo sio wewe. Tatizo ni kwamba ile nguvu iliyokaa ndani yako ina uwezo mkubwa sana wa kucontrol. Kumbe mwanadamu ana uwezo wa kusurvive au kubebelea mapepo zaidi, yani mengi zaidi, yani zaidi ndani yake, na yale mapepo yakamwendesha mpaka pale ambapo yeye amekusudia. Sijui, nadhani utakuwa umepata kitu hapo, kwamba kumbe kuna matatizo tunaweza kuwa unatafuta kuyatibu, lakini kwenye kuyatibu kwako unayatibu kwa namna ambayo mbaya. Unayatibu kwa namna ipi? Unatumia akili za kibinadamu. Na nataka nikwambie jambo hili, ufahamu wa kibinadamu ni muhimu sana kufanya kazi, lakini licha ya kuwa kuna ufahamu wa kibinadamu ni muhimu kufanya kazi, kuna ufahamu wa kiroho ambao na wenyewe una uwezekano mkubwa sana wa kutatua changamoto ulionayo. Yawezekana changamoto au shida unayopitia inahitaji msaada wa kiroho, haihitaji msaada wa kimwili. Lazima ukae uwaze, hivi mimi nahitaji msaada wa kiroho au nahitaji msaada wa kimwili? Msaada wa kimwili ni mawazo, mtaji, lakini kuna muda mwingine ukiwa na tatizo la kiroho, hata ukipewa mtaji uwe na uhakika wa kwamba baada ya muda huo mtaji utapotea tena. Uwe na uhakika wa kwamba hata ukipewa fedha, baada ya muda hiyo fedha itapotea tena. Uwe na uhakika wa kwamba hata ukipewa gari, baada ya muda ajali itatokea tena. Itatupa uhakika wa kwamba kuna matatizo yanayotatuliwa kwenye ulimwengu wa roho, na matatizo haya yanamhitaji mtu. Ili mtu aweze kukusaidia, inabidi apatikane mtu ambaye anaweza kuja kukusaidia kiroho. God bless you. Mungu akubariki sana. Amen.